Haleluya, popote pale ambapo unatega sikio lako kunifuatilia. Jina la Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo lipewe sifa, litukuzwe, kwa maana ni yetu anayestahili kupewa sifa na utukufu, Bwana wetu Yesu Kristo, baada ya kupata kuweza kushinda ulimwengu na akaweza kufanikiwa kufika katika ufalme wa mwana wa pendo lake pekee, ambalo ni Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetupenda akatufia msalabani na ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Hii ni sauti ya mtu aliaye nyikani, tukiendelea kutengeneza nyikani na kunyoosha mapito, na kila bonde likijazwa na kilima kikishushwa, na pale ambapo umepindishwa usipate kujua kweli juu ya hali halisi ya mzozo unaoendelea kati ya Rais Trump na Papa wa kanisa la hapa tunaona kabisa kanisa la Wakristo ama kanisa la Katoliki, wakiwa katika hali ya mzozano, kulingana na rais akiwa anatimiza unabii ulioamriwa kwa wakati huu, na Papa ambaye kama inavyosadikika kwamba ni kiongozi wa dini, basi ingekuwa vyema sana kama angekuwa anajua Mungu kwa wakati huu anataka kutimiza neno lake kwa namna ipi katika ulimwengu. Kwa hiyo moja kwa moja tunaona mzozo huo, na hapa nimepata kibali na neema machoni pa Mungu na machoni kwako pia, ili uweze kupata yale ambayo yamejiri katika mataifa mbalimbali, lakini ukipata majibu yake sahihi kabisa ndani ya Biblia kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Kabla sijafika huko, basi tuombe. Baba, ninakushukuru, ninasema asante kwa kunileta mbele za watu wako hawa ili wapate kuyasikiliza maneno ya unabii ambayo yalinenwa katika kitabu kitakatifu cha Biblia na yamefikiria utimilifu wa kutimilizwa hivi sasa. Ninakukaribisha Roho wangu Mtakatifu, ungane na mimi ukapate kunena yale yote ambayo Bwana ametaka siku ya leo yaweze kufika kwa wanawake, ili wajue nini walipasalo kuenenda na kulitenda kwa majira kama haya ambayo kuna neno limeamriwa kutimilizwa. Nikiwa nimeomba nikiamini ya kwamba hao wanao Bwana wanaosikiliza ujumbe huu utawashuhudia kile ambacho Roho wa Bwana anena na wao kama kanisa. Amen. Basi moja kwa moja niweze kwenda kwenye kichwa husika cha somo la leo, kinachosema Papa anapingana na neno la Mungu na wakati Papa anapingana na neno la Mungu la wakati ulioamriwa kutimilizwa kwa kupitia huyu Rais Trump. Kwa hii ndiyo mojawapo tu ya roho ya mpinga Kristo inayotenda kazi. Kwa mujibu wa vitabu vitakatifu vya Biblia, vitatupa kuona neno la majira linaloleta matokeo ya vita vinavyoendelea. Kwa hiyo hawa wachungaji wakubwa ambao wengi wanasema ni wachungaji mahiri, ni wachungaji au ni maaskofu au ni mapadri waliotumika katika mambo ya Mungu na kumwakilisha Mungu hapa chini duniani, ni vyema pia wawajulishe waumini ama washirika wa madhehebu kama ya Kikatoliki namna ambavyo Mungu ni Mungu wa wakati, Mungu ni Mungu wa majira, na kila lilo
kusudiwa kutimizwa kwa wakati na majira, basi huwa linatimizwa. Kwa hiyo tunataka kuona hii hali ya vita kati ya Marekani na Irani na Israeli na mataifa mengine yoyote yale, ambapo unaona watu au wafalme ambao wenye uwezo mkubwa sana wa silaha za vita au jeshi kubwa wakiwa wanavamia, wakiwa wanafanya uvamizi kwenye moja ya mataifa ambayo yanaweza yakawa kwa namna moja yana umuhimu sana kwa ajili ya vitu kama petroli, diesel na kadhalika. Kwa nimetoka mara nyingi sana kupaza sauti kwamba ni vyema wachungaji wakubwa ambao wengi wanapenda sasa wahubiri kwamba ni amani, wakati kila jambo lina wakati wake, na hakuna ambapo tu dunia itakuwa katika wakati tu wa amani, bali huwa kuna wakati wa vita. Sasa moja kwa moja inapaswa vyema kabisa wachungaji hawa wa dini mbalimbali kama maaskofu, manabii, mapadri na viongozi wa dini mbalimbali wanapokuwa kihubiri amani, na ilihali maandiko yanatuambia kwenye Mhubiri inatupa vielelezo. Lakini kabla sijaingia Mhubiri, tuone Mathayo 24 inavyowataka wachungaji hawa waweze, kama kweli wanasimama na Kristo na kama kweli wanamwakilisha Kristo, ni vyema wawasaidie watu wao kufahamu hili, na wao wajue Mungu anataka nini kwa majira haya. Ukisoma kitabu kitakatifu cha Sheria ya Ufalme cha Mathayo 24:45-46 inasema ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake? Kwa hapa tunaona anasema ni nani mtumwa yule. Watu ambao wanafundisha watu, hasa wakiwa wameitwa kwenye karama hizo au wana huduma, moja kwa moja ni watumwa wa Kristo. Anasema nani basi ule mtumwa wa mwaminifu, ambaye Mungu anataka mtumwa ambaye ana uaminifu wa kutambua kwamba ni vyema kuwahabarisha watu wanaowaongoza kama viongozi wa dini, wakawa waaminifu kwa kuwapa watu neno linalotimizwa kwa wakati, au lile ambalo Mungu analiachilia au anataka lilete matokeo kwa wakati. Utasoma Biblia takatifu kabla sijatoka hapa kwenye Mathayo 24:45, utaona katika Mhubiri 3 ule mstari wa 8 inasema, ni vizuri pia yasoma yale ambayo yameandikwa pale, lakini nitalenga zaidi hapa panapoelezea wakati wa amani na wakati wa vita. Wakati wa amani na wakati wa vita. Mhubiri 3:8 nasema wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, lakini nataka niweze kuelezea hapa wakati wa vita na wakati wa amani. Kwa maana kwa kila jambo hapa chini duniani limewekwa kwa kusudi, au kila neno hapa duniani, au neno linalotamkwa, au neno lilo ndani ya Biblia takatifu, lina makusudi yaliyokusudiwa na Mungu yatimilizwe kwa wakati. Kwa ndio maana tunaona hapa akieleza kuna wakati wa vita
Sasa lazima watu wazihubiri, lazima maaskofu kama ni mapadri waweze kuwahubiria watu wao kwa habari ya neno la wakati. Ndio hapa Mungu anatafuta ni nani mtumwa yule mwaminifu, kwamba ukifundisha nje ya neno ambalo linatekelezwa hivi sasa kwa kuihubiri amani, ili hali hakuna amani kwa waovu, na ukitoka tu kwa habari hakuna amani tu kwa waovu, tunaona pia kwamba kwa kila jambo kuna wakati wake. Kwa hiyo ni vyema watu wakahubiriwa kwa wakati huu, neno linalotimizwa na neno linaloleta matokeo ya watu kujikuta wakikabiliwa na migongano na ya vita na matetesi ya vita. Ni moja ya yale ambayo yalitabiriwa kuwa ni moja ya dalili za kuja kwake Kristo. Kwa wanadamu hao lazima watakuwa katika hali ya maandalizi, ikiwa wachungaji hawa watakuwa katika uaminifu. Na hapa inaelezea tena wenye akili ambao Mungu aliwaweka juu ya nyumba yake. Kwa ikiwa papa amewekwa, basi na Mungu aliye hai katika hiyo nyumba, ili awape watu chakula kwa wakati wake, anaihubirije amani? Anaihubirije? Au watumishi wa mbalimbali, maaskofu, manabii, mapadri na viongozi wa dini mbalimbali wanaihubirije amani, ili hali neno la Mungu linasema kuna wakati wa vita na wakati wa amani? Kwa hiyo watu wapewe chakula kinachoendana na wakati huu ambao tunaona mizozano mbalimbali, na watu wajue kwamba ni neno la wakati lililoamriwa kuleta matokeo ya watu kujikuta wanapitia adha mbalimbali, ili litimie lile neno lisema atakayevumilia mpaka mwisho ataokolewa. Ndio maana ukisoma Mathayo 24:46 inasema, heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Heri mtumwa yule ambaye bwana wake akija atamkuta akiwahimizia watu kwamba huu ni wakati wa majira ya vita. Hubirini habari ya vita na matetesi ya vita, na kuwaambia watu wajiandae na vita vita ambavyo vinavyowataka wateule. Ni vita, watu wajiandae kwa vita vinavyowataka wateule wawe kwenye maandalizi au matengenezo. Yesu yu karibu kuja. Yesu yu karibu kuja. Kwa tunaona hali ya mzozano wakati ya rais wa Marekani Trump na kiongozi wa dini. Ina maana kama Trump ni Mkristo, yeye ndo angetakuwa apate muongozo kupitia dini, kwamba ndio kile unachokifanya ni moja ya agizo la Mungu lililotolewa sawasawa na Isaya 19:4. Anasema, nami nitawatoa wa Misri na kuwatia mikononi mwa mfalme mkali. Bwana mkali na mfalme mkali atawatawala. Hebu tupate kupata uthibitisho huu kwenye hichi kitabu cha Isaya 19. Isaya 19:4. Kwanza nikianza mstari wa 2 afu niende wa 4. 19:4. Lakini kabla sijaingia 19:4 nianze 19:2. Isaya 19:2 anasema, nami nitawaamsha wa Misri juu ya Misri, nao watapigana kila mtu na ndugu yake na kila mtu na jirani yake, mji juu ya mji na ufalme juu ya ufalme. Ule mstari wa 4 anasemaje? Nami nitatoa hao wa Misri na kuwatia
katika mikono ya bwana mgumu, na mfalme mkali atawatawala, asema Bwana wa majeshi. Kwa tunaona anapokuwa akijaribu kuongea na viongozi baadhi wa taifa hilo la Iran, akiwa anachukua nafasi kubwa sana kwa kuwaambia wahitaji wao kuwa na nani ya nyuklia, kule kuweza kuzozana nao kwa hilo na kutaka kuwaambia wasitishe vile ambavyo wao wanataka wawe na niliza nyuklia, kutaka kuwaambia kule wasitishe. Ina maana tayari amewatawala, ana mamlaka, anaweza, lakini si kwa nguvu zake mwenyewe wala si kwa akili zake mwenyewe, bali ni Mungu anatenda kazi ndani yake kwa kutimiza neno la wakati na majira yaliyoamriwa ili hilo neno lipate kutimizwa. Kwa hiyo huku kutokea kwa papa kuwa katika hali ya kuzozana naye, hazozani na rais wa Marekani kwa macho ya nyama, watu wataona ni rais wa Marekani wanazozana naye, lakini anazozana na Mungu aliyemwamrisha, hata kama yeye atambue ameamrishwa ndani yake. Kwa anapinga maagizo ya Mungu. Ndio maana unamwona Rais Trump hata atishiki kwa habari ya namna ambavyo wachungaji hawa ambao sio waaminifu kwa kulihubiri neno la wakati, la wasaa ulioamriwa kwamba ni wakati wa vita na wala si wakati wa kuhubiri amani. Na tutapata kuona uthibitisho huu ni wa wakati wa vita, na vita hivi vya majira ni kwa kupitia mojawapo ya malaika wa uhai wa 4 alipewa kuondoa amani ili watu wauane katika mataifa mbalimbali duniani. Twende tukaone katika kitabu kitakatifu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana 6 na ule mlango wa 3 hadi ile aya ya 4. Inatueleza hivi. Anasema, na alipofungua muhuri wa pili, nikamsikia yule mwenye uhai wa pili akisema, njoo. Akatokea farasi mwingine mwekundu sana, naye aliyempanda huyo farasi alipewa kuondoa amani katika nchi ili watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Kwa tunaona ni agizo lililotoka kwa Mungu kwa huyu malaika aliyefungua muhuri wa pili. Na huo muhuri ulipofunguliwa, anasema, na alipofungua muhuri wa pili, nikamsikia sasa ule mwenye uhai. Hapa kuna wenye uhai 4 wanazungumziwa, lakini leo mimi namzungumzia huyu mwenye uhai wa pili akimuita Yohana na kumwambia njoo. Akatokea sasa farasi mwingine mwekundu. Anaona sasa hapo katika kuitwa njoo, Yohana akaona farasi mwekundu sana. Na hii farasi manake kwa neno la kinabii ni sawa na magari haya yanayotumika ya vifaru ambapo wanatumia kwa ajili ya kufanya doria ama kufanya vita kwenye mataifa hayo kama Iran, kama tunavyoona Mrusi alivyoweza kuivamia pia Ukraine. Ni agizo kama tunavyoona M23 hapa Kongo. Ndio kazi inayofanyika kama tulivyoona katika taifa la Tanzania, vita vya wenyewe kwa wenyewe. Yote ni yale yaliyoamriwa kwa wakati. Sasa huyu alikuwa amepanda farasi, kama tunavyoona ndege za vita, kama tunavyoona vifaru vikiwa vimepandwa na wanajeshi. Hapa tunaona huyu alipewa kuondoa amani. Aliyempanda farasi alipewa kuondoa amani katika nchi ili watu wauane. Kwa utaona uvuvio na uchochezi. Unasikia huyu anachochea vita, sio anachochea, ni agizo.
Kwa machochezi au mwingine anasema ni uchokozi, hata kama wengi watadiriki kusema ni uchokozi, lakini vyote vimeruhusiwa na Mungu kwa kutimiza neno lake la wakati na majira yaliyoamriwa na yaliyokusudiwa hapa chini duniani, ambao ndio vita vikuu vitatu vya dunia. Na hapa mstari wa 4 tunaona kitabu kitakatifu cha Ufunuo 6:4 anasemaje? Ndo akatokea sasa huyu farasi mwingine mwekundu sana, na aliyempanda amepewa kuondoa amani ili watu wauane. Kwa wakati watu wanaitangaza amani, maaskofu, wachungaji wanatangaza amani, nataka nikuambia hakuna amani kwa wabaya. Leo tutaihubiri amani. Leo watu wataitaka amani hata kwenye mataifa ambayo hayana mizozo ya kupigana vita kwa sasa, lakini hata kule tu kujikuta uchumi wa dunia na kitu kama bidhaa diesel na petroli vinapanda bei, ina maana kila mtu ambaye anasafiri kwa kupitia vyombo vya moto, anasafirisha bidhaa kupitia vyombo vya moto, ina maana atakuwa hana amani, maana vitu vitapanda bei. Mafuta ya kupikia, iwe ni sukari, iwe ni mahindi, iwe ni chochote. Hata kama mtu anasafirisha mgonjwa wake hospitalini, anakuta nauli zimepanda bei. Wanafunzi, unakuta watu wamepandisha bei vitu. Kwa hakuna amani. Mtu anakuwa na amani pale anapoona kwamba hata unafuu wa maisha, lakini maisha yatakuwa magumu. Kwa hiyo tunawezaje tukaihubiri amani ili hali hakuna amani kwa wabaya? Hakuna amani kwa wampingao Kristo. Hakuna amani kwa wale wanaolikataa neno la wakati na majira yaliyoamriwa. Hakuna amani. Kwa leo watu watadiriki kwa kila namna kutaka kuihubiri amani na kusema amani kwanza inatangulia ndio haki. Mtu anapokuwa anafanya madai, mtu yoyote anapokuwa anataka madai ya kitu chochote, haki inapotendeka kwa madai yake, basi pale panakuwa na amani. Maana mtu anapokuwa ametimiziwa anachohitaji, amani inakuja automatic, amani inafuata. Kwa hata Yesu pia ana madai ya watu kumtendea haki. Kristo hatendewi haki. Ni haki yake kuabudiwa, ni haki yake watu wake wamtambue. Ikiwa Waisraeli au Wayahudi, ni vyema wakamtambua muumba wao. Kwa ni haki yake kutambulikana, ni haki yake kujulikana juu ya mataifa yote kwa uumbaji wake aliyomuumba mwanadamu kwa jinsi pia ajabu na isiyoelezeka. Leo tunaona namna ukosoaji wa uumbaji wa Mungu, ukosoaji wa kazi ambazo Mungu akasema siku 6 fanyeni kazi, lakini siku ya 7 itakuwa siku takatifu na itakuwa siku ya mapumziko. Kila mmoja atapaswa atambue kwamba anaenda kupumzika mahali ambapo Bwana amepachagua hapa aweke jina lake. Kwa tutaona mapumziko au siku za wafanyakazi duniani, siku za siku za wengine wanasema siku za Valentine, lakini siku ya muumba atendewi haki. Kwa hiyo hakutakuwa na amani ikiwa hajatendewa haki. Amani inatoweka. Sasa zinahubiriwaje amani ikiwa bado Bwana hajatimiziwa madai ya haki yanayoitaka ifanyike? Ni haki Mungu sheria zake na amri zake zitekelezwe kwa mujibu wa vifungu vitakatifu vinavyosema si vyema mwanaume ni vyema, si vyema mwanaume kutoka nyumbani mwa baba yake na mamake, ni vyema akaungana na mkewe. Leo hatumtendei Mungu haki kwa maana tumebadili sheria. Tumelivunja agano la milele. Yaani agano ni makubaliano kwamba mwanaume atatoka kwa baba yake ambatani na mwanamke. Leo mwanaume anaambatana na mwanaume mwenzake. Leo mwanamke anaambatana na mwanamke mwenzake. Huko sio kumtendea Mungu haki katika kisheria. Kwa maana Biblia inaongozwa pia kwa sheria. Na yeye ni mfalme.
Kama ni sheria imeanza kwake, hata mataifa ambao wanadai kila taifa lina sheria, na kila mtu anayekiuka agizo la sheria katika nchi yoyote ile, taifa lolote lile, mtu yule atachukuliwa hatua kali kisheria, hata kwa kufungwa, hata kwa kunyimwa vitu, uhuru wake, na kufungwa gerezani. Moja kwa moja huyo mtu anakuwa hana amani, anakuwa hayuko katika hali ya amani. Kwa lazima tukae tutafakari na tufikiri upya, leo inahubiriwaje amani ikiwa Mungu mwenyewe anadai madai yake ya watu, namna ya kumtambua, ya watu kuheshimu neno la Mungu linalosema siku 6 fanyeni kazi. Lakini leo mnasema teknolojia imekuwa duniani, mnatengeneza ndege zisizokuwa na rubani ili tu kutokuwaajiri watu wake aliowapa vipawa vya uendeshaji wa ndege, uendeshaji wa trekta za kilimo mashambani, uendeshaji wa mabasi, magari, uendeshaji hata wa namna ya mapokezi ya wageni kwenye maeneo mbalimbali. Leo mnaweka robot, teknolojia, mnaweka robot kupokea wageni, au watu wanatengeneza robot kwa ajili ya kuhudumia hata watu wakiwa mahotelini chakula. Kwa kweli hili limemsikitisha Mungu, hata kumwagiza huyu malaika apande, aliyepanda farasi mwekundu, aondoe amani ili watu wauane. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vimemkera Mungu kwenye huu ulimwengu wa sasa, hata akafika wakati akasema nami, utafika wakati nitaangamiza kila chenye mwili. Kwa tuna sababu ya kuhakikisha tunatimiza haki ili Mungu aweze kuirudisha amani. Ndio maana kila wakijaribu kwamba tunasitisha vita, huwa vinajirudia, kwa sababu Yeremia 47:6 inasemaje? Upanga wa Bwana, mpaka ule mstari wa 7. Yeremia 47:6 mpaka 7 inasema, upanga wa Bwana, siku ngapi zitapita hujatulia? Ujitie kwenye hala yako, pumzika utulie. Inasema mstari wa 7, atawezaje kutulia hata huyo Rais Trump wa Marekani, ikiwa Bwana amempa agizo? Leo Papa atawezaje kusimama na kumwambia au kuanza kubishana kwamba tunachohitaji ni amani kwenye hiyo nchi ya Iran, ili hali hata wanamkataa yeye Kristo ambaye ni chimbuko la wokovu, ambaye ni ndugu wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi, aliyekubali kuufia ulimwengu. Wakasema kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, alipenda ulimwengu, sio alipenda tu wa Kristo, aliupenda ulimwengu, akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee. Kwa tunaona wengine wanapotezwa kwa vita, wengine wanapotea kwa kukosa mahitaji mbalimbali kutokana na vita. Yote wanakula hukumu ya kutokiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na kuna wengine wapingao wanaweza wakaja pia, kwa sababu watu wanapenda mashindano, na wengine wakadiriki kwamba je, na taifa lake wanavyopigana wao wamempinga. Tunaona ni kwa jinsi gani hata Wayahudi, tunaona ni kwa jinsi gani hata Israeli walivyoamua kumchukia. Mtu unapokuwa una nywele za Kristo kama Waafrika, unakataa, hujamchukia, unaweka withing bandia, umepewa maumbile, unaenda kufanya surgery. Je, hujachukia uumbaji wake? Hiyo ni mojawapo ya hata wana wa Mungu wameweza kumchukia. Sasa ikiwa anaadhibu kwenye taifa aliloita kwa jina lake, je, ninyi mtaachiliwa msio mkiri Kristo, msio waamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na ni Mungu, baada ya kumridhia baba yake, alipoona alivyomridhia mwanae, hata akamrithisha jina lipitalo majina yote na akampa jina la Mungu. Na tunaona tu pia utekelezaji
wa kimatendo ukifanyika juu ya mataifa mbalimbali. Tuone pia utekelezaji wa kimatendo ukiwa unafanyika juu ya mataifa mbalimbali kwa yale maelekezo ambayo Mungu ameyatoa juu ya wafalme walio na jeshi kubwa na walio na silaha nzito, ikiwa mojawapo ya taifa hili la Marekani, kwa uthibitisho wa kifungu hichi kitakatifu cha Yeremia 49. Yeremia 49 ule mstari wa kwanza hadi wa pili. Rabo sandarata ya rabo shina na masaya hosana rabashika ya kusata. Yeremia 49 mstari wa kwanza hadi wa pili unasema, nianze Yeremia 49:1 mpaka 2. Nasema, habari za wana wa Amoni, Bwana asema hivi, je, Israeli hana wana? Hilo ni swali, kwamba je, kwani Israeli yeye hana wana? Je, hana mrithi? Kwamba hana wana na hana wakurithi? Basi mbona Malkamu anamiliki Gadi na watu wake wanakaa katika miji yake? Kwa wanakaa kwenye miji ya Waisraeli ambao wana wana waliorithishwa hiyo miji. Lakini wapo hawa Waamoni ambao wanaongelewa pia wa Iran, wanavokaa katika hiyo miji yake. Mstari wa pili, Yeremia 49:2 anasemaje? Basi kwa sababu hiyo, tazama siku zinakuja ambazo ndio hizi sasa, asema Bwana, nitakaposikizisha mshindo wa vita juu ya Raba, mji wa Amoni, nao utakuwa magofu ya ukiwa, na binti zake watateketezwa kwa moto wa mabomu wa risasi. Ndivyo kinavyofanyika. Ndipo Israeli watawamiliki wao waliokuwa wakimiliki, asema Bwana. Kwa Israeli hapa, ndipo Israeli watawamiliki wao waliokuwa wakimiliki, asema Bwana. Kwa yule anayekuwa na miliki Israeli, umefika wakati wa yeye kumilikiwa na Waisraeli. Kwa ni watu tunaona namna ambavyo wamekaa kwenye miji ambayo ni ya wana wa urithi wa Mungu, kina Israeli. Tunaona namna ambavyo Mungu amewarithisha, lakini walichukua urithi wa wana wa Israeli ambao ni taifa, ni wana wa Mungu waliobarikiwa. Kwa mfano wa namna ambavyo Yakobo alivyokuwa akinang'ania malaika mpaka ambariki, akaambiwa hautaitwa tena Yakobo, bali utaitwa Israeli. Kwa wale ambao wananang'ana kuendelea kumshika Kristo, kuendelea kuweka tumaini kwake, hao wana urithi, na yeyote anayekuwa ameingia kwenye urithi wao, Mungu uhakikisha anafanya vita ili kurudisha urithi wa wanaye. Na hili pia ni jambo linalowahusu hata wachungaji. Hili linatoa mfano wa mwili kwa mataifa haya, lakini limejificha kwenye mambo ya siri ya kiroho, kwamba hata wachungaji waliochukua miliki au waliochukua nafasi za watu ambao wanatakiwa kukaa kwenye nafasi kuongoza katika kweli ya neno la Mungu, Mungu atafanya vita nao na kuwanyang'anya na kuweka watu ambao Bwana amewaridhia. Utaona kwenye Amosi watu waliobarikiwa, watu ambao Bwana
ameamuru ama amekusudia waingie katika urithi huo. Tutaona katika Amosi 2 mstari wa 9 hadi ile aya 10 inasema. Amosi 2:9-10 inasema, lakini nalimwangamiza Mwamori mbele yao, ambaye urefu wake, Amosi 2:9-10, lakini nalimwangamiza Mwamori mbele yao, ambaye urefu wake ulikuwa kama urefu wa mierezi, tena alikuwa na nguvu kama mialoni, lakini naliangamiza matunda yake toka juu ya mizizi yake toka chini. Pia naliwapandisha ninyi kutoka nchi ya Misri, nikawaongoza muda wa miaka 40 jangwani, ili mpate kuimiliki nchi ya hawa wa Amori. Kwa Mungu anataka kuwamilikisha wanawake kwa kuwatoa kwa kupitia vita. Na tunajua kabisa atakaye bariki au atakaye support Israeli kwa vita, naye kuna baraka anaondoka nazo. Lakini anayelaani na wengine wakiwa na sema wapigwe kabisa, waumizwe kabisa wana wa Mungu, ina maana watu wao watapokea laana. Ezekia 25 nahitimisha kwa kile ambacho kinatekelezwa kwa matendo sasa. Ezekia 25:14 anasema, nami nitaweka kisasi changu juu ya Edomu kwa mkono wa watu wangu Israeli, nao watatenda mambo katika Edomu kwa kadri ya hasira yangu na ghadhabu yangu, nao watakijua kisasi changu, asema Bwana Mungu. Mstari wa 15, Bwana Mungu asema hivi, kwa kuwa Wafilisti hawa wa Iran wametenda mambo kwa kujilipiza kisasi, nao wamejilipiza kisasi kwa jeuri ya roho, ili kupaangamiza kwa uadui wa daima. 16, kwa sababu hiyo Bwana Mungu asema hivi, tazama nitanyoosha mkono wangu juu ya Wafilisti, nami nitawakatilia mbali Wakerethi na kuharibu wabakio pande za pwani, nami nitajilipiza kisasi kikuu. Mstari wa 17, nami nitajilipiza kisasi kikuu, nikiwakemea kwa ukali, nao watajua kuwa mimi ndimi Bwana nitakapojilipiza kisasi juu yao. Kwa hiyo atawakemea kwa kupitia huyo Netanyahu mwenyewe, atawakemea kwa kupitia hata rais huyu wa Marekani, lakini ni Mungu ndani yao. Hivyo huo mzozo unaoendelea wakati ya Papa na Rais Trump ni moja tu ya utimilivu wa kuonyeshwa kwamba ni nani atakaye kuwa katika upande wa Mungu na ni nani ambaye hata unga mkono kile ambacho Mungu anakitimiza sasa kwa neno lake. Mwenye macho aambiwe tazama, wala mwenye masikio aambiwe sikia. Yawapasa ninyi nyote mpate kulisikia neno hili ambalo Roho anena na makanisa katika ulimwengu wote, na hasa makanisa yake 7 katika jina la Yesu. Amen.